Hii inasikitisha sana, ambapo unaweza ukawa na umaarufu mkubwa, ukawa ni kiongozi mkubwa, lakini ukafariki bado ukiwa hauna kitu kabisa. Nini namaanisha? Twenzetu pamoja tukapata taarifa hii ambayo iliyotoka huko Uruguay, na hii ni by Gezo TV. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Rais wa zamani wa Uruguay na aliyekuwa mpiganaji wa mrengo wa kushoto Jose Mujica alimaarufu Pepe, ambaye alijizolea umaarufu duniani akitambulika kama rais maskini zaidi duniani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Akitangaza kifo chake kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumanne, rais wa Uruguay Yamadu Oris ameandika, kwa huzuni kubwa tunatangaza kifo cha mpendwa wetu Pepe Mujica. Asante kwa yote uliyotupa na kwa mapenzi yako ya dhati kwa watu wote. Mujica ambaye alihudumu kama rais wa nchi hiyo kuanzia mwaka 2010 hadi 2015, aligunduliwa kuwa na saratani ya koo mwaka 2024. Mujica aligeuka kuwa kivutio duniani kote kutokana na aina ya maisha aliyokuwa akiishi, kiasi cha kutambulika kama rais maskini zaidi duniani. Alisifiwa kwa kuendeleza maisha ya kawaida hata alipokuwa rais, kwa kukataa kuishi katika ikulu ya rais na kuendelea kuishi katika shamba lake la maua. Mnamo mwaka 2022 aliambia shirika la habari la Al Jazeera kuwa maisha ya anasa yanaweza kuwaweka mbali marais na wananchi wao. Nikimnukuu, anasema, ninaamini kuwa wanasiasa wanapaswa kuishi kama wananchi wengine, si kama jinsi tabaka dogo la watu waliobarikiwa. Bwana, hayo ndiyo maneno ya Mujica alieleza kabla ya kifo chake. Huyu ndio rais pekee ambaye ametambulika kuwa amefariki akiwa ni maskini. Rais ambaye alikuwa ni rais wa wananchi, alikuwa akiishi katika maeneo ya kustaabisha, maeneo ambayo yalikuwa ni shamba, katika shamba moja wapo la maua. Yeye alisema kwamba mimi siwezi kuishi kama wengine marais wanavyoishi, kitu ambacho inaweza ikajenga matabaka katika uongozi na wananchi. Hii ni by Gezo TV. Kila taarifa ya hapa duniani tunakuletea. Cha kufanya wewe, usisahau kusubscribe, bonyeza kengele hapo ili kabisa uweze kuwa wa kwanza kuzipata taarifa zetu kila siku.